Selentam amekuja kuzungumza yale ya kimichezo. Hali gani mzee? Salama ndugu. Kwema kabisa. Kwema. Mmejiandaaje kuikabili JKT Tanzania? Tumejiandaa kama tunavyoandaa michezo mingine, japokuwa ni mchezo muhimu, lakini tuko vizuri, tumejiandaa. Ukiangalia performance yenu na performance ya JKT, kuna vitu gani ambavyo unadhani mvirekebishe kuelekea mchezo? Sisi hapa hakuna cha kujirekebisha kwa sababu tunahitaji ni pointi tatu. Pointi tatu, kwa hiyo tuko kwenye mashindano na wenyewe pia wanahitaji pointi tatu na ni mchezo muhimu, kwa hiyo aliyejiandaa vizuri atashinda. Mwishoni mwa ligi kuna ushindani wa hali ya juu na baadhi ya watu wanazungumza ya kwamba kila timu inahitaji alama tatu. Pengine mmejiandaaje kwa ushindani ambao utaonesha JKT? Mnawakabili vipi? Ushindani utakuwepo kwa sababu kwanza wenyewe wako nyumbani na wanahitaji mechi, na sisi pia tunahitaji zaidi. Kwa sababu gani? Tulishashiriki kimataifa, kwa hiyo tunajua aina ya kimataifa ilivyo. Kwa hiyo ni point tatu tunazihitaji. Kwa hiyo najua mambo yatakuwa vizuri, kesho tutashinda inshallah, kesho kutwa. Wachezaji nimezungumza nao, baadhi ya wachezaji wanazungumza kwamba ni mchezo ambao wanatazamia kwa hali ya juu sana kutokana na ushindani wa ligi na kuania nafasi. Pengine nafasi ya 4. Mnahitaji mbakie pale, hamhitaji kushuka na hakuna mtu yote ambaye anahitaji kushuka. Unakaa na wachezaji unawaambia nini? Unajua wachezaji kwanza walishashiriki sana, walishashiriki shirikisho msimu uliopita walishiriki, na kuna msimu mwingine walishashiriki, kwa hiyo bado wako na ile hamu. Kwa hiyo hakuna mwanadamu kubali kushuka nafasi ya 4 eti kwenda nafasi ya 5 au ya 6. Kwa nini? Wana ile hamu, kimataifa piko hivi na hivi. Lazima watajituma ili tuchukue point. Na hapo umepitia vilabu mbalimbali kama Young Africans na umecheza kwa mafanikio makubwa tu. Unapataga wasaa wa kuwapa simulizi mbalimbali kwenye vilabu vikubwa vinavyokuwa nini? Wanajua hiyo nawapatiaga, na wenyewe baadhi yao wengi waliniona wanajua, kwa hiyo haina shida hiyo kuambia. Lazima niwaambie kwa sababu ni wadogo zangu, nataka niwaoneshe pita huku ili wafike mbali. Gani ambacho ulichowahi kuambia cha ushauri kubwa sana kwamba mnatakiwa mfanye hivi kwenye klabu vikubwa, mnatakiwa ufanye, mkutana na Young Africans mcheze hivi, Simba mcheze hivi, Azam mcheze hivi? Ni vingi, kwa sababu unajua timu kama ukiwa unakutana na timu kama Yanga wala Simba, inatakiwa kwanza kucheza kwa nidhamu sana. Unatakiwa kucheza kwa nidhamu, sio kama Gisu unaenda kucheza na Mtibwa Sugar eti ndio unaanza kucheza na Yanga, hapana. Kwa kucheza na Yanga Simba ni kucheza kwa nidhamu, tujipange hivi. Yaani unajua ukienda kucheza na timu kubwa, huwa mara nyingi usisemage unaenda kusema eti nenda kushinda wala kuonesha. Kushinda itakuja, lakini kwanza kuwa respect. Kujidhibiti kwanza, au wasipite hapa wasifanye hivi. Neno moja kwa mashabiki kuelekea kuisupport timu yao kwenye michezo ambayo imesalia. Watubaki nyuma na watupatie support ili tushiriki mataifa msimu ujao. Kocha Tambwe, wewe ni moja kati ya manager Tambwe Tanzania. Wewe ni kati ya wachezaji ambao wamewahi kuwa tishio kwenye ligi kuu ukipenda kwa Young Africa kwa mabao ya kichwa na safu ya ushambuliaji. Pengine hivi sasa ukitazama ligi kuu, yupi unamuona kabisa anaweza kasogea pale ulipokuwa? Ndugu yangu, ukiangalia sasa hivi washambuliaji hakuna sasa hivi. Ukiangalia wakati tunacheza, unataka mchezaji mfungaji ana goli 20 na kitu. Lakini sasa hivi ukiangalia iko na 10, wa kwanza sijui iko na 14 sasa hivi. Na msimu unaenda kuisha. Kwa hiyo sasa hivi sio tu Tanzania, uangalie hata Ulaya, uangalie wapi. Sasa hivi washambuliaji wamepotea kabisa. Sasa hivi hamna washambuliaji, sijui kwa nini. Unaona? Na wewe hauoni haujui kwa nini? Siwezi jua kwa nini, kwa sababu sio Tanzania, ndio maana nimekwambia sio Tanzania, hata Ulaya huko. Angalia washambuliaji sasa hivi hamna. Yupi kwa kiasi fulani unaona kabisa anaweza akasogea kwa Tambwe yule wa enzi zake? Exactly, unatakiwa uangalie nani ana mabao mengi. Aliyekuwa na mabao mengi ndio huyo, kwa sababu gani? Sio sema ati mwenye iko mabao 9 atafikia rekodi nilifanya wala jinsi nilicheza mimi. Hamna, unaangalia mwenye iko anasogea kidogo na ndio anaongoza iko magoli 14. Kipindi unacheza ni safu ipi ngumu sana uliwahi kukutana nao, ama ni beki yupi alikuwa? Afu unajua kipindi chetu wakati tunacheza mabeki walikuwa tough sana, sio kama hivi sasa hivi. Sasa akila najua sababu, kwa sababu gani najua? Wakati huo hivi vitu vya Azam ilikuwa na makamera machache sana. Lakini sasa hivi kamera huku. Wakati huo walikuwa wanacheza vibaya. Mtu anaanza kupiga kiwiko, anaanza kupiga ngumi.
unaona, lakini wasimuona, lakini sasa hivi wanakuona. Ndio maana sasa hivi naanza kuambia hamna wale mabeki kama wale wa zamani wale wana fujo kama wakina Nyoso, kuna beki mmoja hivi wa Ruvu Shooting, si namkumbuka, ni askari, alikuwa anacheza tough sana. Nakumbuka mechi ya sisi na Ruvu Shooting, niko Yanga, aliwahi kunikaba kabisa. Alinikaba kabisa, kapiga Naona sasa. Kwa hiyo sasa hivi hamna mabeki kama wale wa fujo. Pengine una miss zile moment za Tambwe. Exactly. Lazima uzimisi. Sometimes unakutana mtu anakosa goli pale. Enzi zangu hizo ndugu yangu nimefanya hivi. Unaona? Tambwe, ni goli gani ambao unalikumbuka ulilifunga likawa na utata mkubwa sana na zilizogunza mtandaoni? Ushaanza. Unajua? Alishaanza kuharibu kabisa. Wewe ni goli gani? Ni goli gani? Mimi ndio maana nimekuuliza wewe sasa. Mimi magoli yote Okay, basi acha nikwambie mechi ya Simba na Yanga. Wanasema goli la mkono. Lakini sio mkono ndugu yangu. Ingekuwa mkono refa angepiga filimbi. Unaona? Haikuwa mkono ndugu yangu. Kwa upande wako comment zipi ambazo ulipokea kwa mashabiki? Wakati huu? Watu wakasema tutakuwa. No, sometimes nikaogopa kutembea hivi, hapana. Sikuwa natembea kwa sababu wanasema wataniua. Sasa ya nini nitembee? Hivi unaamini kwamba kucheza timu kubwa ni mzigo mkubwa sana kwa mchezaji? Kwa mchezaji? Hamna, sio mzigo. Kwa sababu gani? Ndio mechi inatakiwa uoneshe. Unajua kama wakati nacheza Simba wala Yanga, wakati niko Yanga au Simba, nikikutana na Simba au nakutana, wakati niko Yanga na nikikutana na Simba, nilikuwa najituma sana, nilikuwa najipush. Kwa sababu gani? Ndio mechi zinaanza kufanya wewe unasogea juu, unapanda juu, unajulikana. Unaona? Kwa hiyo ni mechi nilikuwa najiandaa vizuri sana. Ni mchezaji gani ambao umecheza naye hivi sasa anacheza ligi kuu na unamuona kabisa huyu kipaji bado kipo? Ambao umecheza naye? Faisal. Fei. Kwa nini Faisal? Kipaji bado kipo. Unajua anaongoza magoli. Acha tumsifia, anaongoza magoli na wakati nilikuwa naye mimi. Nicheza naye Yanga. Kwa hiyo naweza kusema ni Faisal. Unamuona akiendelea kufanya uwezo, akionyesha uwezo. Na uwezo anao pia, anao. Anao Faisal. Shukrani sana.